ndio tarehe rasmi, tarehe 25 ambapo dabi ya Kariakoo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa na baadhi ya mashabiki wa soka hapa nchini kwetu Tanzania. Hapa nazungumzia kati ya Yanga na Simba. Hatimaye siku hii leo dabi imewadia, na hivi ndivyo unavyoweza kuona nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa mashabiki ambao wameweza kujitokeza katika mchezo wa siku hii ya leo, licha ya mchezo huu namba 184 kuwa na mvuto ama wa aina yake baada ya mchezo huu kuhairishwa takriban mara mbili na hatimaye siku hii ya leo kupangiwa upya. Kama hivyo unavyoweza kuona katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, mashabiki sio wengi kivile, japokuwa ni mida hii ya saa 5, lakini mashabiki sio wengi kihivyo kama ambavyo watu wengi walivyokuwa wanatarajia. Uwanja unaona kabisa katika mageti yale ya kuingilia ndani watu ni wachache kweli kweli, lakini pia kwa upande wa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba hali imekuwa ni tofauti, kwa sababu mashabiki wengi wa Simba wamekuwa ni wa kuwahesabu sio mashabiki wengi, yani zile jezi nyekundu na njano ama nyekundu na nyeupe unaziona kabisa hapa ni za kuhesabu, tofauti na Young Africans kwa wingi wao kidogo naweza kusema wameweza kujitokeza mida hii. Lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambao mashabiki wao wenyewe wanakuambia hata ikitokea siku ya leo wakiwa wamenyang'anywa ubingwa, wao watakuwa wapo tayari na Young Africans kuwa bingwa. Wao mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba hapa wapo kwa uchache sana, wapo wa kuhesabu. Hapa namuona shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, ngoja niende kazungumze naye. Kaka, habari? Shabiki, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Poa, mzima wewe? Kwema kabisa. Leo ni dabi ya Kariakoo, kama shabiki wa Simba na kuona umefika hapa. Niko vizuri. Unauzungumziaje mchezo wa leo, dabi ya Kariakoo? Dabi naona iko vizuri. Mchezo naona uko vizuri kabisa. Hatoki mtu leo. Leo hatoki mtu. Hatoki mtu. Young Africans atakufa ngapi hapa? Anakufa 3. Anakufa 3. Lakini hali hii imeonekana kuwa tofauti kwa mashabiki wengi wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mashabiki wa Simba mmekuwa wachache sana. Unafikiria nini kinachagiza hili? Kawaida tu. Ni mambo madogo sana. Mashabiki wanakuja kwa wingi. Muda bado. Ndio. Wanajitokeza na watatokea kwa wingi. Bado muda. Vipi? Unawaambiaje sasa mashabiki wa Simba ambao wanasema siku hii ya leo hawatafika hapa kuja kuisupport timu yenu? Naomba wana Simba kama wana Simba wafike kuipa support timu yao, wajitahidi waje kwa wingi. Ndio. Leo anakufa mtu 3. Haya, asante sana mwana Simba. Yes, huyo ni shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye amezungumza, anasema muda bado kwa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba na watajitokeza. Mbele yangu hapa nipo na Ali. Vipi? Salama, kwema. Kama kawaida naona mule. Mapema sana naona umejitokeza hapa. Kumeshakusha mapema sana. Tumechangamka, tunakuja kuangalia dabi. Maana dabi imeahirishwa sana mara kibao. Lakini mwisho wa siku imefika na siku yenyewe ndio leo. Leo mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa tofauti na tulivyozoea, mmekuwa wachache, mmekuwa wa kuhesabu. Nini kinachagiza hili? Ni kweli, kwa sababu ukiangalia tumekuwa wachache kwa sababu hii game mara nyingi sisi ni wageni. Haituhusu. Hatuwezi kuwafanyia watu hamasa. Maanake Yanga kwenye hamasa bwana wako nyuma sana. Ni tofauti na Simba Sport Club, tunapokuwa na jambo letu basi mambo huwa yanakuwa yako vizuri kabisa. Sasa hii ni game ya Yanga. Kwa hiyo wao wanachatakiwa wafanye hamasa ili watu waweze kuja uwanjani. Sisi mashabiki wa Simba pamoja na timu yetu kutotoa taarifa kamili kwamba game ipo au haipo, lakini tunakuja uwanjani kwa sababu mimi najua timu inakuja uwanjani na tutakuja kucheza mpira. Timu inakuja uwanjani kama kawaida. Timu inakuja uwanjani kama kawaida, unakuja kucheza mpira. Na ukimya wetu ndio unaogopesha sana upande wa pili. Kwa nini hawa watu mbona tangu imepangwa tarehe 25 wamekaa kimya? Kulikoni? Kwa hiyo wanakuwa na wasiwasi mpaka na mashabiki wa Yanga pia. Kwa nini? Mbona Simba hata sisi wenyewe mashabiki tunakuwa tunasema mbona viongozi wetu hawajatupa taarifa na sisi tunakaa kimya? Ndio. Watakaposema game ipo na sisi tunakuja kucheza. Ndio. Unaenda kushuhudia mchezo wa namna gani haswa licha ya purukushani za hapa hivi karibuni? Mimi najua kabisa uzuri ambao sisi mashabiki wanapenda mpira Tanzania. Kwa sababu tumeshawalaumu sana waamuzi wetu kwamba wanakuwa na makando kwenye baadhi ya mechi. Lakini safari hii bodi ya ligi pamoja na TFF wametuletea waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Maana yake hii game inakuja kutoka kama game ya kimataifa. Kwa hiyo maana yake Simba na sisi tunaenda kucheza hii game kama tunavyocheza na Waarabu, kama tunacheza mechi ya kimataifa. Kwa sababu waamuzi pia wamecheza kimataifa. Kwa hiyo inabidi tuipe hadhi dabi ili kweli ionekane imechezwa na waamuzi kutoka
wametoka nje ya Tanzania na iwe ifanane, sio kwamba tunakuja kuwa na makando kando kama ligi yetu ambayo inakuwa kila siku watu walaumu marefa na nini. Sasa nashangaa baada ya waamuzi kutangazwa kutoka nje, wengine wanaanza kulaumu kwa nini mnadharau waamuzi wetu, na wale ndio ambao kila siku watu wanawalaumu kwamba kwa nini hawa waamuzi wetu wanakuwa na mapungufu mengi. Sasa dabi kama hii ambayo imeshaahirishwa siku nyingi inakuwa na pressure, hata kila mwamuzi anakuwa na hofia baada ya game itakuwaje. Kwa hiyo wamefanya vizuri sana bodi ya ligi kuleta waamuzi kutoka nje ya Tanzania. Maana yake nini? Tunakuja kucheza mpira bila pressure, bila kumlaumu mtu. Hata kama Simba sisi tutafungwa, lakini tunajua kwamba tumefungwa, lakini tumeridhika na yale maamuzi. Kama watakuwa na maamuzi ni mapungufu ya kibinadamu yanatokea kwenye game, lakini sio kama ilivyotokea kwenye dabi iliyopita, kila mtu aliona kilichofanyika. Kwa hiyo ndio maana hata sisi Simba tulisema kwamba tunataka waamuzi watoke nje ili game waje wachezeshe hii dabi. Na kweli tunashukuru kwamba bodi ya ligi wamefanya hivyo. Kwa mimi najua game itakuwa ni nzuri sana. Na mimi niwaambie ukimya wa Simba, hii game tunakuja kucheza kama tulivyocheza na game za kimataifa. Kwa leo kombe lazima mnyama ondoke nalo. Kabisa, kwa sababu sisi hatuna option yoyote zaidi ya kuchukua pointi 3. Yanga kama alivyosema msemaji wao Alikamwe, na nashukuru safari sisi nani kamuelimisha Alikamwe, kaja kaongea vitu vya mpira sana. Tofauti na siku zote anakuwa naropoka. Safari hii kasema kweli inabidi tuwaheshimu Simba. Hii game sio kwamba tulivyokuwa tumepata lile goli aliyojifunga Kijiri tukasema kwamba hawa tumewaamudu au tuende kwa sababu hawa huwa tunawafunga. Tumefunga mara 4 mfululizo au mara 5 mfululizo. Hii ni game nyingine, hii ni game plani, kombe liko uwanjani, hii ni final ya ligi kuu ambao ni muda mrefu hatujawahi kukuta mtu anachukua kombe kwa tofauti ya pointi 3, 4 kama Simba jana msimu uliopita alikuwa nafasi ya 3. Maana Yanga hakuwa na pressure ya ubingwa. Safari Yanga ina pressure ya ubingwa kwa sababu ni alama moja ambao Simba anataka ni pointi 3. Yanga yeye ana option 2. Anaweza kataka kwamba apate draw ama apate matokeo ili aweze kuwa bingwa. Sisi tuna option moja. Kwa hiyo lengo letu sisi tumejipanga kama Simba Sport Club ni kwenda kushinda, sio kwenda kutafuta draw, sio kwenda kutafuta nini. Kwa hiyo mimi niwaambia game itakuwa ni nzuri sana. Hii ni mechi ya kimataifa, sio dabi mnavyochukulia kwa sababu inaweza kuchezeshwa na waamuzi wa kimataifa. Kwa hii ni mechi ya kimataifa. Kabisa. Kama Yanga walikuwa walijua hilo, sisi Simba Sport Club ukimya wetu, hii ni game ya kimataifa, tuna mipango yetu. Maana mpaka jana saa 4 usiku tumeshakamilisha kwa sababu kulikuwa na mambo tayari. Hata mimi nakuja kukutana na viongozi. Tunakuja kukutana na viongozi wa bodi ya wakurugenzi ya Simba wakasema kwenye magrupu yenu ni hamasisheni, game ipo. Japo tumeweka njia panda lakini game ipo kama kawaida na tunaenda kucheza mechi kama mechi ya kimataifa. Kwa leo Young Africans anakufa ngapi hapa? Mimi Yanga leo anakula 3. Yanga anakula 3. Hata kuna mtu Israel mwenye anataka kumzoea Elia Mpanzu. Alafu kumbuka Simba imecheza game za kimataifa. Ni tofauti na Yanga ambao tangu imetolewa raundi ya kwanza hajawahi kucheza mechi yote kimataifa zaidi ya ligi kuu ambazo anakuwa ndo timu zao anaenda anapewa goli 5 anapelekwa huko anampa mtu goli 5. Sasa tunaenda kukutana na Simba ambao tumecheza kombe la finali, kombe la shirikisho. Sasa hii tunaenda kucheza ni game ya kimataifa. Shukrani sana. Hatuna la kupoteza dadangu. Asante sana. Mimi nikushukuru sana. Hai.